Yohana 15 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Na nataka kuongea kuhusu bearing good fruits for our God. Kwa maana kama kuna kitu Mungu anatarajia kwetu, Mungu anataka kuona tuko na matunda mazuri, matunda nzuri. Na Biblia inasema tunda. Kwa hivyo ningetaka tukaweze kusomewa, alafu nitaweza kuongea na tutabarikiwa. Niye muthabibu uria wa ma na kiawa niwe muremeri ruhonge ruothe ruthiini wakwa rutaciaraga niarushehaga akarweheria na ruria ruothe ruciaraga gutheria arutheragĩria nĩguo ruciare mũno. Inyuĩ mũrĩ atheru ona rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa ndanamũhe ikaraiai thĩinĩ wakwa na njikare thĩinĩ wanyu, o ta ũrĩa rũhonge rũtangĩhota gũciara maciaro rwĩ rwiki rũtegũikara thĩinĩ wa mũthabibũ-rĩ, no kuona inyuĩ mũtangĩhota mũtegũikara thĩinĩ wakwa. Niĩ nĩ mũthabibũ, nĩ inyuĩ honge. Ũrĩa ũikaire thĩinĩ wakwa na niĩ ngaikara thĩinĩ wake, ũcio nĩ aciaraga maciaro maingĩ. Amũrĩ mũtarĩ hamwe naniĩ mũtirĩ ũndũ mũngĩhota gwĩka. Mũndũ aga gũikara thĩinĩ wakwa nĩ gũteo ateagwo ta rũhonge akoma. Honge icio igakĩũnganio, igaikio mwaki-inĩ ikahĩa. Mwaikara thĩinĩ wakwa nacio ciugo ciakwa cikare thĩinĩ wanyu-rĩ, hoyagai ũndũ ũrĩa mũkwenda na nĩmũgekwo ũguo. Ũndũ ũngĩgocithia awa no atĩrĩ, no mũciarage maciaro maingĩ na nĩguo mũgĩtuĩke arutwo akwa. Haya ni maneno ambayo alinena na Yesu. Na alikuwa ananenea wanafunzi wake. Na hizi zilikuwa ni siku za mwisho kabisa. Kwa maana hata Yudasi hakuwa hapa wakati alikuwa ananena haya maneno. Na nilikuwa najiuliza katika maandiko, kwa nini Yesu akanena haya maneno ya mazao wakati wa mwisho? Ndio nikapata ufunuo ya kwamba wakaweze kuona kuna umuhimu sana wa kumzalia mazao mazuri. Kwa maana angewaambia wakati alikuwa na hapo awali, pengine hawangeona huu umuhimu wa kumzalia mazao. Wakati huo walikuwa ni wanafunzi 11, nimesema Yudasi hakuwa pamoja na wao. Kwa maana alipowaambia kuhusu haya maneno, baada ya siku 2 akaweza kusulubiwa. Kwa hivyo ningetaka nikwambie siku ya leo ya kwamba Mungu anatarajia mazao kutoka kwetu. Ni vizuri tukajua wakati tunajitolea katika kazi ya Mungu, pengine binadamu anaweza kosa kuona ile kazi ambayo unafanya. Mchungaji anaweza kosa kuona, viongozi wetu kama ni wakina mama wanaweza kosa kuona, ama wazee. Kwa maana kuna kazi ambayo unafanya na unaona ya kwamba kuna mtu amekwambia kwamba umefanya. Lakini nikitaka nikwambie, unapofanya kazi ya Mungu, ni vizuri ujue ya kwamba Mungu anatarajia mazao mazuri kutoka kwako. Ni vizuri unapofanya usiangalie kama watu wataona, hawaoni ama wanaona. Kwa maana ni vizuri ujue ya kwamba Mungu anaona na Mungu anatarajia hayo mazao. Kila mtu kuna ule uwezo hapa Mungu amempatia.
wa gari anaweza fanya, sio hivyo naweza fanya ama wewe unaweza fanya. Na katika kipimo cha Mungu atakupimia kulingana na kipimo chako. Kwa maana maandiko inatuambia kwamba kila mtu atasimama mbele za Mungu na atoe hesabu ya ile kazi ambayo amemfanyia Mungu. Hapa tunaona Yesu akisema yeye ndiye mzabibu, na akasema ya kwamba Mungu wetu ndiye mwenye huo mzabibu, na sisi akasema sisi ni tawi. Kwa hivyo jambo moja ambalo unapaswa kujua, God expects fruits from every believer. Haijalishi wewe uko aje. Sana sana huwa tunaona kama mazao ni kazi kumfanyia Mungu, ama hiyo mazao pengine ni wakati unafanya kama vile ambavyo mnahudumu saa hii. Lakini tuko na sehemu nyingi sana ambazo tunafanya tukifanya kazi ya Mungu. Na nikasema Mungu amekupatia kulingana na uwezo wako. Na nikeomba ya kwamba kile pale mahali ambapo huwa unasikia kwamba ukifanya hapa ujisukume unafanya vizuri, hiyo ndio mwito Mungu amekupatia ukaweze kufanya. Na Mungu anatarajia mazao mazuri. Ndiposa hapa akawaambia kwamba lile tawi ambalo halizai huwa analiondoa. Nilikuwa naambia Mungu akanisaidie siku ya leo, ili nikaweze kujitolea kulingana na ule uwezo ambao Mungu amenipatia, na ili nikaweze kumzalia Mungu wangu mazao, na ili isifika wakati pengine kuna mambo fulani itaondolewa kwangu, pengine simzalii mazao. Na jambo lingine ambalo nilikuwa naona, fruitfulness leads to divine pruning. Usipomzalia Mungu matunda, kuna mambo fulani ambayo itaondolewa kwako. Unaweza kuwa kuna mambo fulani ambayo Mungu anatazama na kuona haya mambo ndio inafanya mzalie Mungu matunda, anaweza yaondoa. Unajua, unaweza pata pengine vitu fulani tunaweza kuwa nazo, pengine ni kazi ile ambayo ninafanya, pengine inanizuia kumtumikia Mungu. Unajua, ni vizuri niko na kazi, niko na shamba, lakini kuna ile nafasi ambayo Mungu anataka tumtumikie kwa nafasi fulani. Unaweza pata mtu haja nafasi katika hali ya kazi ya kumtumikia Mungu. Nikapata mtu mmoja akaniambia mimi siwezi pata hata siku moja. Lakini sio hapa kanisani. Kila siku ako kazini yake. Kila saa anasema kwamba hata hawezi pata wakati wa kumtumikia Mungu. Kwa maana anaona tu kazi yake. Hata hiyo kazi Mungu anaweza iondoa. Kama ndio inaweza mfanya usimtumikie. Ningetaka nikwambie siku leo ukaambie Mungu akusaidie. Kwa maana anatarajia mazao kutoka kwako ama matunda kutoka kwako. Akakusaidia ukaweze kumtumikia kulingana na uwezo ule ambao umekupatia. Asifike fulani aondoe mambo fulani. Kwa maana kuna mambo fulani vile ambavyo nimesema ambao unaweza uyatilie maanani sana ukose kumwona Mungu. Nakumbuka mtu mmoja, na sio hapa kanisani, sio hili kanisa, alifika wakati, kwa maana alikuwa na ng'ombe, na hiyo ng'ombe alikuwa anaipenda sana. Hata alikuwa anasema siwezi kwenda kanisani kwa maana ninaangalia ng'ombe yangu. Na akaendelea kuipenda hiyo ng'ombe sana. Ikafika wakati Mungu akaiondoa hiyo ng'ombe.
Kwa maana Mungu aliona hii ng'ombe ndio inafanya asiweze kunitumikia. Ndio Mungu amenipatia ikiwa ni baraka. Lakini nafaa kuwa na mpango, najua kwamba kuna wakati fulani ambao nitamtumikia Mungu. Jambo hilo lingine ambalo nilikuwa naona hapa, Yesu alikuwa anataka kufundisha wanafunzi wake. Yesu kuna yale matunda anataka kuona kwako. Hata katika Isaya venye amesema juu ya yule ambaye alikuwa na mtu ambaye alikuwa na mizabibu na shamba la mizabibu. Kila kitu ambacho tuko nacho ni Mungu wetu ametupatia. Ile kazi ambayo tunafanya ni Mungu ametupatia. Ile nguvu ambayo uko nayo na ina hali nzuri na afya nzuri ni Mungu ametupatia. Amekulinda na amekuwa pamoja na wewe. Na kuna mambo ambayo wanatarajia kutoka kwako. Kama vile ambavyo maandiko yanasema katika Isaya. Huyo mtu alikuwa na shamba la mizabibu. Akaifanyia kazi sana. Akakuja akaweza kulima vizuri ambavyo huwa tunalima. Akawa na wakati hata wa kuweka mbolea. Na akaweka hata kawa na ua ama ukuta hapo. Akatarajia mazao mazuri kwa ile shamba. Lakini alipokuwa kuja hakupata hao matunda. Ningetaka nikuulize siku ya leo, na kwa maana sitaongea sana. Kulingana na vile ambavyo Mungu amekubariki siku ya leo. Kulingana na ule uwezo ambao Mungu amekupatia. Kulingana na ile mali ama kila kitu ambacho Mungu amekupatia. Mungu anapokuangalia kwa mbinguni huwa anaona matunda kwako. Ningetaka nikwambie ukapie Mungu akakusaidie. Tusifike wakati tuwe kama huyo shamba. Ama tuwe kama hili tawi ambalo tunaambiwa na maandiko hapa. Hapa Yesu anasema ya kwamba ni yeye ametufanyia kazi. Kwa maana hapo awali hatukuwa wasafi ama watakatifu. Lakini ndiye ametufanyia kazi. Na kwa hivyo kuna kile ambacho anatarajia kutoka kwetu. Nikitaka ukapie Mungu akakusaidie. Na usifike wakati ya kwamba useme ya wewe ukajipimie wewe mwenyewe. Nilikuwa naambia Mungu mwingine, naweza simama hapa na nimesikia watu wakisimama. Na nikasikia pale pengine na huwa nasikia watu wakisema. Mtu anasema sasa nimemtumikia Mungu miaka mingi sana. Mwingine anasema nimetumikia Mungu miaka kama 30 ama miaka 40. Sasa ni wakati wako wa kukaa chini. Sasa ni wakati wa watu fulani na watu fulani wamtumikie. Ningetaka nikuambie usifike wakati uweze kujipimia. Unaweza kuwa unajipimia na unasema kwa hiyo miaka umefanya kazi ya Mungu. Mimi niseme ya kwamba nimetumikia Mungu kwa hiyo miaka ile tangu wakati niliokoka. Ninaona ni miaka 20 na kitu. Lakini mbele za Mungu kulingana na ule uwezo na nguvu amenipatia. Mungu ananipima, anaona ya kwamba sijamfanyia kazi hata kidogo. Nataka nikaweza kuweka ikiwa changamoto kwako siku ya leo. Ukaenda mbele za Mungu na ukaambia Mungu nisaidie, kama sitakuwa nikikutumikia na kukufanyia kazi. Kama sijaweza kuwa nimekuzalia mazao ama matunda. Nisaidie kwa ule muda ambao nimebakia katika hii dunia. Ili nikaweze kukuzalia matunda. Jambo hilo lingine ambalo nilikuwa naona hapa nilipokuwa nasoma haya maandiko. What kind of fruit does God expect from us?
matunda gani ambayo Mungu anataka kwetu? Biblia imesema katika kitabu cha Isaya, huyo mtu aliweza kupalilia na akaweza kutunza ile shamba la mizabibu. Na alipokuwa anaenda pale katika ile shamba, akifikiria atapata matunda mazuri, akapata ni matunda mabaya ambayo yalikuwa pale. Niko na pia Mungu anisaidie. Sema kwa mfano umepanda kama madisi mahali fulani. Na kama kwetu kuna mashamba unapataka mtu amepanda madisi shamba mzima. Kama vile ambavyo hapa mtu tunalima vitu kama viazi unapata umepanda shamba mzima. Wacha nikupatie kwa mfano na ndizi. Uko umepanda madisi na umepanda shamba yako mzima. Ukienda pale ukitarajia kuona mazao, unapata ile ndizi ambayo inaitwa ihendu. Unaweza furahia. Ndio umefanya kazi. Ndio umepalilia hiyo shamba. Ndio hata mbolea umeweka. Na umelinda, pengine hata umeandika walinzi, umeweka walinzi ili wakaweze kulinda ile shamba. Lakini unapotarajia unapata hiyo aina ya mandizi. Na zile ambazo haziwezi saidia hata baba haiwezi kula. Nikitaka nikuambie ukaweze kukuambia Mungu akusaidie. Ukaende mbele za Mungu kamwambie ni tunda gani ambalo Mungu nataka nikuzalie. Na ili Mungu kulingana na uwezo wake vile ambavyo nimeelezea, anapoona hali yako na vile umenyenyekea na vile unataka hakika ukaweze kujua ni tunda gani utamzalia. Ataweza kukufunulia na ukaweza kujua. Kuna tunda la tabia. Kwa hivyo kuna tunda ambalo Mungu anatarajia kwetu. Na ndiposa nikasema there is a character fruit. Wakati hatukuwa tunamjua Mungu, tulikuwa tunaishi hivyo tu. Tulikuwa tunaongea hivyo tu. Hata tabia yetu ilikuwa hivyo tu kwa maana tulikuwa tunalindwa. Lakini wakati tulikuja kwa Mungu, tukaweza kubadilika, tukaweza kuokoka, tukaanza kuwa na matunda mazuri ya mienendo yetu. Ningetaka nikwambie ukaweze kujiuliza hili swali. Kwa maana Mungu akiwa mbinguni huwa anaona mpaka pale ambapo ni pahali katika siri. Na anaona hadharani kama vile ambavyo tuko saa hii. Anaponitazama anaona tunda nzuri la hili la tabia. Wakati anaona tunda gani? Ningetaka nikwambia kwamba ukaambie Mungu akakusaidie. Na ili anapokutazama anaona umemzalia matunda mazuri. Na tunda hilo lingine la tabia ni tunda la upendo. Unaweza pata hata wakati wako katika kanisa, unapata mtu fulani hawezi ongelesha mtu fulani. Tukua katika huduma unapata pengine mimi ni mhuduma, ni mchungaji kama na mchungaji bora, pengine hatuongeleshani. Pengine tukua hadharani utaona tunasalimiana, hata tunasalimiana ile ya kifua. Lakini ndani yetu hatuna hilo tunda. Mungu unaweza kosa kujua watu ambao wako hapo, wanaweza kosa kujua. Lakini Mungu akiwa mbinguni anaona ule mtu wangu hana mazao, matunda ambalo ninaona pale la upendo. Kuna tunda lingine kama tunda la kuvumilia, kama tunda la kuwa na kiasi, kuwa na self control. Kama uko pahali fulani unakuwa na ile roho ya kiasi kwamba kuna mambo huwezi fanya, kuna mambo huwezi ongea, kuna sehemu huwezi enda, ukiwa hadharani ama ukiwa katika siri. Unajua wakati tuko hapa unaonaga ya kwamba hiyo tunaweza fanya tuko nalo, lakini
Lakini wakati umeenda mbali, wakati unakosa kuwa na kipimo. Na ndipo wakati mmoja wa mama fulani wakaenda pahali fulani. Na wakati walienda nilikuwa nafurahia mchungaji wao akiniambia. Kwa maana walikuwa mbali sana. Kwa maana sasa hawakuwa karibu na pale ambapo walikuwa. Ikafika wakati kwa maana walikuwa wameenda katika sherehe. Na ilikuwa ni sherehe ya kupeleka mahali. Na kulikuwa na ile pombe ambayo ni ya kienyeji. Akaniambia kwamba katika hilo gari lote ni mama mmoja tu ambaye hakutumia huo mvinyo. Alikuwa anaona tu mama anaona mko na furaha na shida. Kwani hao mama umefurahia aje? Anashindwa vile ambavyo alitoka kule sio hivyo ambavyo wamerudi. Ndipo sasa akaelezewa na mwingine wakati alitaka kujua wakati sasa alifika nyumbani. Unaona nyumba fulani ambao walikuwa wanaingia. Ndio alikuwa na watu wanatoka lakini anaona tu watu wanaongea. Cha kuchangaza hata chiaridi wake bado hata yeye akaabua ameshikwa katika hiyo mtego. Ningetaka niwaambie kwamba tuambie Mungu atusaidie. Tukaweze kuwa na hii roho ya kiasi. Unajua kwamba kuna mambo siwezi fanya. Unakuwa na huu uwezo, dhamiri yako inakuwa safi. Yakoba kuna mambo huwezi ongea. Kuna mipaka huwezi vuka. Kuna mambo fulani hauwezi fanya. Hata kama unasikia huo mwili unakusukumilia kwa mambo fulani. Kwa maana huu mwili ni wa hapa duniani. Nilikuwa naambiwa na rafiki yangu mwingine ambaye anafanya kazi bank. Siku moja wakaenda katika sherehe ya bank. Na kwa maana wale ambao walikuja pale alikuwa ni mkubwa alikuwa ameokoka. Akasema hii sherehe tutaifanyia kwa club lakini tutafanyia pahali fulani lakini ilikuwa ni zile club ambazo huwa zimegawanywa. Akaniambia kwamba ilifika wakati hapa ambapo wako walikuwa wanafanyia pahali ambapo na ilifika wakati walikuwa wanaona ya kwamba mtu fulani mmoja amechomoka. Anaporudi wanaona sio vile ambavyo walikuwa. Na ile habari waliniambia kwamba niliweza kunikaribia sana. Ni mpaka wale ambao alikuwa anajua wameokoka na wanafanya kazi katika banki. Siku ya leo ningetaka nikwambie. Ni vizuri tukaweze kujua ya kwamba Mungu akiwa mbinguni huwa anaangalia hili tunda. Tunda hilo ni tunda la kuhubiri Injili. A kingdom fruit. Mungu akiwa mbinguni huwa anaangalia kama tunamzalia matunda. Kuhubiri Injili ili watu wengi wakaweze kuja kwake. Nikitaka nikwambie ukaweze kuendelea kumfanyia Mungu kazi. Na kuomba Mungu akusaidie ili ukaweze kukua na hili tunda. Sio lazima uhubiri hapa hadharani. Hata katika sehemu yako ya kazi unaweza kuhubiri wale ambao mko na wao. Pengine wale ambao mko na wao pengine wakati niko katika shambani wakati ninalima. Nakumbuka wakati nilikuwa nalima kwa maana mimi ni mkulima. Ni watu wengi sana nilihubiria wakati tulikuwa katika kwenye shamba. Hata sikuwa nangojea kwamba nipate ya kwamba ninawahubiria kanisani. Kwa maana unaweza pata mtu fulani pengine haidaki kanisani. Lakini wakati umepata nafasi ukiwa na yeye shambani. Unamhubiria neno la Mungu. Juu hiyo ni tunda ambalo Mungu anataka uwe nalo. Tunda hilo lingine ambalo ningetaka kuongea ambalo Mungu anatarajia ni tunda la matendo mazuri na kuwasiliana vizuri na watu ambao unakaa na wao. Kwa maana Mungu akiwa mbinguni
anatarajia mazao mazuri na matunda mazuri kwetu. Unaweza pata pengine ninahubiri hapa, lakini ukikuja kwetu nyumbani, wale watu ambao wako karibu na mimi hawajui nimeokoka. Sijakaa na wao vizuri. Nilikuwa naambia Mungu anisaidie nikaweze kuwa na matunda mazuri, na Mungu ataweza kunisikia. Na wewe hata wewe nikiomba Mungu akakusikie, na Mungu atazidi kukubariki. Na pointi nyingine ya 5 ambayo ningetaka kuongea, kuna hatari tusipomzalia Mungu matunda. Ningetaka tukasome katika Mathayo 7 mstari wa 19 ili nikaweze kumalizia. Mstari wa 19. Na tutaweza kubarikiwa. Mathayo 7 mstari wa 19. Mathayo omuti uria utasiaraga maciaro mega utamwautamago ugaikio mwaki-ini. Nasikia hayo maneno. Ndio shugo hicho. Ndio ni Yesu aliweza kunena haya maneno. Na Yesu Kristo uraje shugo hicho. Kwa hivyo kama hutamzalia Mungu matunda, nasikia vile ambavyo maandiko yamesema. Tusipomzalia Mungu matunda, kuna hatari sana. Ya kwamba huo mti ambao haumzalii matunda, huo unaondolewa, huo unakatwa. Kwa hivyo nilikuwa naomba ya kwamba wakati nilipokuwa nasoma hili andiko, kuna watu wengi ambao huwa wanafikiria ni wa ufalme na wako katika ufalme, lakini juu walikosa kuwa na haya matunda. Wanakosa pengine hata Mungu kuna mambo fulani ametoa kwao. Na jambo hilo lingine la mwisho, abiding in Christ is the secret of fruitfulness. Biblia imesema ya kwamba mkikaa ndani yangu na mimi nikae ndani yenu, chochote ambacho mtakuwa mnaniomba nitakuwa nawatendea. Nilikuwa ninaambia Mungu anisaidie, ili akanisaidie nikaweze kukaa ndani yake kabisa. Na Biblia hapa inasema chochote ambacho mtaomba na Mungu atakupatia. Hapo mstari wa 7 tukaweze kusoma ili tukaweze kuomba. Yohana 15 mstari wa 7. Nisome kwa Kizungu alafu tutasoma kwa Kikuyu. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Mwanisho wangu wa jadini wa Yohana 15. Mwaikara thini wakwa na cio ciugo ciakwa cikare thini wanyu. Hoya ndu ore mukwenda na ni Mungu Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna mambo fulani ambayo wanaweza kuwa pengine ninaomba, pengine unakosa kutimiziwa kwa maana hili neno haliko ndani yako. Nilikuwa naambia Mungu ya kwamba kama vile ambavyo amesema katika John 15:7, ya kwamba akanisaidia nikaweke hili neno ndani yangu, na yeye akakae ndani yangu, na ili chochote ambacho nitamuomba ataweza kunipatia. Nikitaka tukaweze kusimama kwa dakika moja, nijua kwamba umesikia neno la Mungu.